Ni safari ya kuelekea katika mchezo wa hapo kesho, mchezo wa Kombe la Mapinduzi 2025. Young Africans inataraji kushuka mzigoni hapo kesho dhidi ya vijana wa kikosi cha KVZ. Na ninavyozungumza nawe tayari kikosi cha Yanga kimekwea pipa na tayari kimewasili salama pale visiwani Zanzibar katika kisiwa cha Unguja ambako mchezo wenyewe utakwenda kufanyika. Yanga wanataraji kushuka mzigoni hapo kesho saa 2:15 kwa maana saa 2:15 usiku. Yanga wanahitaji kufanya vizuri ili kuhakikisha kwamba wanatimiza makubwa ambayo wamejiwekea, na ikiwa kama sehemu ya ubora, ufanisi, uweredi na makubwa ambayo pia wanahitaji kuyatimiza katika upande huo. Kuelekea katika mechi ya hapo kesho, Yanga coach ambaye ni Pedro Suarez Goncalves tayari ametangaza rotation ya kikosi, mabadiliko katika upande wa kikosi hicho, kuingiza baadhi ya wachezaji wapya ambao anaamini watakuja kutengeneza mentality ya hali ya juu na kuhakikisha kwamba timu inapata aina ya matokeo mazuri ambayo wanaamini ya kwamba itakuja kuwasaidia na kuwafanya kuwa imara na kuwa bora zaidi kutimiza makubwa ambayo wamejiwekea kama sehemu ya ubora mkubwa zaidi katika upande huo. Usiyoyajua nyuma ya pazia ambayo unapaswa pia kuyajua, coach tayari kaweka wazi zaidi kwamba katika kikosi chake kesho tutarajie expectation iwe ni kubwa katika upande wa mabadiliko. Upande wa coach Pedro Suarez amesema kwamba tomorrow we have to expect some changes and we have to expect some of rotation katika upande wa kikosi chake wachezaji 11 ambao anakwenda kuanza nao. Wachezaji nyota wapya ndani ya Yanga wanakwenda kupata nafasi kama ambavyo kocha kazungumza. Kesho tutakwenda kushuhudia sehemu ya wachezaji ambao watapata nafasi ndani ya Yanga, sehemu ya wachezaji wapya. Ikumbuke Yanga tayari imekamilisha usajili wa nyota watatu. Within nyota watatu tayari wawili wametambulishwa na mmoja wao bado hajatambulishwa, lakini wote wameambatana na kikosi kuelekea visiwani Zanzibar. Yanga kuna urazima wa kuwatumia baadhi ya wachezaji wapya, mfano kama Emmanuel Samuel Mwanengo. Huyu ni no doubt in or off, yani yeye kuingia kwake ndani ya kikosi ni lazima kwa sababu moja, yeye Emmanuel Samuel Mwanengo ni sehemu ya wachezaji ambao ukimtazama ndiye mshambuliaji pekee ambaye kaambatana na kikosi cha Yanga. Mzize ni majeruhi, Mdube yupo kwenye michuano ya AFCON, Boyer Yanga tayari amemvunjia mkataba. So ukija katika ukweli wa kila ambacho tayari kipo mezani, inadhihirisha na kuthibitisha rasmi moja kwa moja upande wa vijana wa Young Africans ni lazima wakamtumie Emmanuel Mwanengo katika kikosi chao. Lakini Mohamed Damaro Kamara pia naye kesho ni sehemu ya sababu tutakwenda kushuhudia akipata nafasi ya kwanza. Binafsi nitaomba ni kupitishe kwenye kikosi cha wachezaji 11 ambao moja kwa moja wanakwenda kushuka mzigoni upande wa kikosi hichi cha vijana wa Young Africans. Kikosi cha Yanga, goalkeeper yupo Abu Twaribu Msheri, ndiye goalkeeper namba 1 katika mechi hiyo Yanga dhidi ya KVZ. Then fullback right yupo Israel Patrick Mwenda, yeye anacheza kama beki namba 2. Tatu anakuja kucheza Shedra Kaisaka Boka Mede ndiye ambaye anacheza kama beki nambari 3 katika mechi hiyo. Mabeki wawili wakati ni Aziz Andambwile sanjari na Frank Asink kwa Bena ndio wachezaji wawili wanaocheza kwenye eneo la backline au center upande wa Young Africans. 6 yupo Mohamed Damaro Kamara. Mohamed Damaro Kamara, usajili mpya, ingizo jipya kwenye kikosi, anapata nafasi ya kwanza moja kwa moja. Wakati ambao nambari 7 yupo mwamba kweli Max Mpia Nzengeri, ndiye anacheza kama nambari 8 katika upande huo kuhakikisha timu inapata matokeo mazuri zaidi. Then tukija katika upande wa nambari 9 yupo Emmanuel Samuel Mwanengo. Emmanuel Mwanengo anacheza kama nambari 9. Kwenye eneo la nambari 8 box to box midfielder, coach no doubt anacheza na Duke Abuya. Duke Abuya ndiye ambaye anakwenda kucheza pamoja na Mohamed Damaro Kamara katika eneo la kiungo. Then 10 yupo Maruf Shakei. Maruf Shakei no doubt anakuja pia kuanza kama namba 10 kuhakikisha kama timu inakuwa very compact katika upande wao. Kumbuka Dumbia pia Yanga amemchapa thank you na nafasi yake amekuja kuichukua Maruf Shakei ambaye moja kwa moja anaingizwa kwenye kikosi kuhakikisha kwamba anatoa kila ambacho kinahitajika. Bado upande wa Shakei hajatambulishwa, lakini ni mmoja usijambao tayari usajili wake umekamilika ndani ya Young Africans. Na chuma cha mwisho upande huo kwa maana namba 11 ni Professor
Pacome Pedro Zouzoua ndiye ambaye anapata nafasi ya kumaliza kikosi cha wachezaji 11 ambao wanashuka mzigoni upande wa vijana wa Young Africans. So hao ndio 11 ambao Yanga inaingia nao mzigoni dhidi ya vijana wa kikosi cha KVZ. Yanga wao wakiwa kama mabingwa tetezi wanahitaji kulitetea taji lao kwa mara nyingine tena katika upande huo. So hao ni 11. Kwa kikosi hichi tutarajie nini, tutegemee nini zaidi katika mchezo wa hiyo kesho, Young Africans dhidi ya vijana wa kikosi cha KVZ katika mchezo wote? Pia comment yako, lakini pia ni kuombe uhakikishe umeweza kusubscribe. Hii ni Sky Media, sehemu ambayo unahabarika na kuzipata taarifa zote zenye ujazo na mwendelezo wa michezo zaidi.